Nichukue tena nafasi hii kuongeza na kumshukuru Baba Askofu kwa mafundisho yake mazuri na matamu kwa siku ya leo, ambayo hakika yatatusafirisha kwa juma hili kuu ambalo litatuzalia matunda mazuri ya Kristo mfufuka. Lakini kwa mafundisho hayo ya sinodi yetu ya kwanza inayoendelea, ambayo inalenga katika kuleta mabadiliko, katika kufanya mambo yote yawe mapya, basi na mimi nipende kuchukua nafasi hii kuendelea na sehemu iliyobaki, na mimi nitagusa maeneo mawili. Eneo la kwanza litakuwa ni mafanikio ya uchungaji, na sehemu ya pili itakuwa ni changamoto za uchungaji jimboni Moshi. Tumesikia tangu mwanzo kama Baba Askofu alivyofundisha, tumeelewa uchungaji ni nani, uchungaji ni nini, wadau wa uchungaji wanapaswa kufanya nini kiroho, kimwili, na hayo yote yanalenga katika kuleta wokovu wa mwanadamu. Basi katika sehemu hizo ambazo tumezisikia, hakika kuna mambo mazuri ambayo yanaonekana na yamekuwa yakionekana katika jimbo letu, pale ambapo wadau wote wa uchungaji wanapotekeleza wajibu wao vizuri. Pale ambapo wadau wote wajibu wanapotekeleza wajibu wao vizuri, maklero, watawa wa kike na kiume, pamoja na waamini walei, kila mmoja anapojitambua na kutekeleza wajibu wake vizuri, kuna matokeo chanya yanayoonekana. Na hata ninyi ni mashuhuda, yapo mambo mengi ambayo tunayaona. Nitataja baadhi ambayo ni matokeo chanya ya uwajibikaji wa wadau wa uchungaji. Jambo la kwanza ni kukua kwa imani yetu. Tangu ilipoingia imani jimboni Moshi, hakika ninyi ni mashuhuda kwamba kuna kukua kwa imani. Tunaona watu wanasali, watoto wanapata sakramenti ya kitubio, ubatizo, paimara, ekaristi takatifu, lakini bado wako watu ambao wanafunga ndoa. Kuna watu ambao bado wana imani thabiti kwa Mungu, wanatunza imani yao. Kunao wanaosoma neno la Mungu vizuri, kunao ambao wanaendelea kufunga, kufanya novena, kufanya matendo ya huruma, kuendelea kujikita kukaa karibu na Mungu katika nyanja mbalimbali. Hayo yote yanadhihirisha kukua kwa imani tangu imani ilipoingia hapa jimboni mwetu. Na katika hilo tunamshukuru Mungu kwamba ni matunda ya wadau wa uchungaji kutambua wajibu wao, kwamba maaskofu, mapadri, masista, mabrother, pamoja na waamini ninyi nyote, kila mmoja ametambua wajibu wake akatekeleza ipasavyo, tukaendelea kulinda zile tunu na ile imani tuliyoipokea. Ndio maana hata sasa tunaendelea kuilinda. Lakini sasa katika sinodi yetu inayoendelea, tunaalikwa kile ambacho ni kizuri tulichokipokea kutoka kwa waasisi wetu, kama tulivyoelekezwa wale waliotuletea imani kwa mara ya kwanza, tusikubali kukipoteza. Sinodi inatualika kwamba kila mmoja aamke tena upya, ili hiyo imani ambayo ipo na ilikuwepo iendelee. Msifu Yesu Kristo. Wangapi wako tayari kuendelea kulinda hii imani ambayo tulipokea kutoka kwa waasisi wetu? Safi, haya ndio mambo mazuri, na hayo ndio ambayo sinodi inataka, kwamba kila mmoja achukue tena wajibu wa kulinda imani tuliyoipokea. Hasa kina mama, kina baba kule kwenye familia, kiendelea kulinda hiyo imani kwa kusali pamoja, kuendelea kujitahidi kusoma neno la Mungu, kuendelea kujitahidi kila mmoja kutekeleza wajibu wake kwenda jumuiya na kanisani. Hakika mambo yataendelea kuwa mazuri. Imani, haya ni mafanikio. Lakini sehemu ya pili, kuna idadi kubwa ya wachungaji, maaskofu, mapadri, watawa na walei wengi katika jimbo Katoliki Moshi. Hakika hili ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kwamba kila mara tunaona kuna mapadri wapya, na kwa namna ya pekee katika parokia yenu ninyi ni mashuhuda. Kwa mwaka jana kulikuwa na mapadri wapya wangapi? Kulikuwa na mapadri wapya wangapi? Hayo ni matunda ya utekelezaji na uwajibikaji wa wadau wa uchungaji. Kwa tunaona mapadri wanaongezeka, maaskofu wanaongezeka, watawa pia wa kike na wa kiume, lakini pia walei wanaongezeka katika jimbo letu. Na hilo tunawaambia Mungu asante. Basi ni wajibu wetu kuendelea kukilinda hicho,
kuhakikisha kwamba maaskofu hao wanaendelea kuwepo, mapadri hao wanaendelea kuwepo, lakini watawa wanaendelea kuwepo, kwa kila mmoja kuendelea kuwajibika, hasa kule kwenye familia. Wewe mama, wewe baba, ukiwa ni mama mzuri, baba mzuri unaotoa wajibu wao, unatekeleza wajibu wako vizuri, hakika kutakuwa na mapadri wengi, utakuwa na masista wengi. Kama mama usali, kama baba usali, huyo sister atatoka wapi? Kwa sababu hayo tunayaona, matunda ya mapadri na masista tunawaona, familia inasali, mama anasali, anawahimiza watoto nendeni kanisani, nendeni jumuiya, na huko wanapokuja kanisani kusali wanalelewa katika maadili, wanalelewa katika imani, wanalelewa katika nidhamu nzuri, na hicho kinakuwa kichocheo cha wao kufikia lengo lao. Kwa hiyo sinodi inatualika kila mmoja aendelee kuwajibika ili tuendelee kupata idadi kubwa ya wachungaji, maaskofu, mapadri, watawa na walei wengi katika jimbo letu. Sehemu ya tatu, tunaona jumuiya zinaendelea kukua siku kwa siku pamoja na mashirika ya kitume, na hili ni mashuhuda. Sisi tunaona moyo wa Yesu hapo. Moyo wa Yesu apunge. Moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu. Ufalme wako ufike. Haya ni mambo mazuri yanayotokana na uwajibikaji wa wadau wa uchungaji. Jumuiya zinaendelea kuongezeka, na kwa namna pekee ninyi kama parokia Olele, mwaka jana mwaka juzi tu hapo mmezaa parokia teule ya wapi? Ya Kitongoria. Haya ni matunda ya uwajibikaji wa wadau wa elimu, kwamba waliokuwepo hapa waliwajibika na wale waliokuwa kule wakawajibika, mpaka kukakuwa na imani. Wale walikuwa wanatoka mbali wakaendelea kukua, wakatambua umuhimu wa kusali, wakaona umuhimu wa kujenga mahali, na sasa wametulia kule. Kwa hiyo mambo yanaendelea kuwa mazuri, vigango vinaendelea kuongezeka, parokia zinaongezeka, jumuiya zinaongezeka. Unakuta kuna jumuiya ilikuwa na watu 12 lakini watu wanaongezeka, wanagawa mara 2, kunakuwa na jumuiya 2. Sifu Yesu Kristo. Kwa kila mmoja aendelee kujitahidi kuwajibika ipasavyo ili haya yaendelee kama sinodi inavyotualika. Kwenye mashirika ya kitume, kila mmoja awajibike. Wale ambao kwenye mashirika ya kitume, wale ambao wako kwenye mashirika ya kitume nyosha. Kama uko kwenye mashirika ya kitume, kwenye moyo mtakatifu wa Yesu na maana nyosha mkono. Umeona kuna mambo mazuri, lakini bado kuna kazi ya kufanya, na sinodi inatualika tusikilize na tufanye yote. Tunafanyaje mapya? Kila mama, kila mbaba ahakikishe analo shirika la. Kwa hiyo kuanzia leo jitahidi, kabla hatujamaliza sinodi hii, hakikisha wewe mama, wewe baba umejiunga na shirika la kitume. Yaani itakuwa ni aibu wewe baba kuna mashirika 10 kwenye parokia, lakini hauko kwenye shirika hata moja. Ni aibu wewe. Ni aibu, sio aibu? Aibu kabisa. Na wapendwa, mashirika haya ya kitume ni kama chachu au chachanu inayokoleza maisha yako ya kiroho. Ukipika chakula chako kitamu, ukaweka nyanya, kitunguu, bamia, ukaweka karoti, ukaweka mafuta, ukaweka roiko, mambo yanakuaje hapo? Yaani kila kile chakula kinakuaje? Lakini ukienda hapo shambani, unajua ndishi, unajua ndizi ya ndishi. Unaifahamu Unaifahamu mfahamu? Sasa umeenda shambani ukashumbua ndishi yako hapo, umechukua ukaenda hapo ndani ukachemsha, ukaweka maji na chumvi na mafuta ya mbali yale kupuliza na kijiko. Ukila kinakuaje? Kinakuwa kibaya kizuri? Sasa na maisha ya kiroho ndivyo alivyo. Ewe mama, ewe baba ambaye unajitahidi, unakuja kanisani, unaenda jumuiya, una mashirika ya kitume, yaani unakuwa ni sawa na kile chakula ambacho kimewekwa nyanya, kimewekwa kitunguu, na kila kinakuwa kizuri kinaleta sia, si ndio? Lakini kweli Mkristo kwa Jumapili, kwamba unakuja Jumapili kanisani mpaka Jumapili nyingine na una shirika lolote la kitume, yaani unakuwa kama ndizi ya ndishi iliyowekwa hapo jikoni, ikawekwa chumvi na mafuta. Msifu Yesu Kristo. Sinodi inatualika kila mdau wa uchungaji afanye nini? Achukue hatua. Kwa hiyo kule kwenye familia, wewe mama kama unakuja kwenye shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu, baba hayuko, jitahidi mwambie amka, umekucha. Sinodi inasema tuamke. Sinodi inasema tufanye nini? Tuamke. Sinodi inatuamsha tutoke huko, tusikae kama kando kando tusibakina tena. Tutoke huko kwa shirika lako la kitume, ewe mama na baba. Lakini hata wale watoto wadogo wa Moyo Mtakatifu wa shirika la Utoto Mtakatifu wa Yesu, usikubali siku ya kusali watoto mama unakuja kanisani asubuhi alafu unaenda nyumbani unamkuta mtoto hajaja kanisani siku yao ya kusali. Himiza, fanya nini?
Kama ni wa kike mwambie aende shirika Bikira Maria, kama ni wa kiume mwambie aende shirika Mtakatifu Aloisi. Hayo yanakoleza maisha yetu ya kiroho, na hayo ndiyo yatakayoleta matunda mazuri na mafanikio katika uwanja wa uchungaji. Sehemu nyingine ni uzalendo, moyo wa majitoleo kwa waamini wake unaoendelea kukua. Hakika ni jambo ambalo wapendwa, tunamshukuru Mungu kwamba tangu tumepokea imani yetu, kila mdau wa uchungaji anawajibika ipasavyo kwa kuwa na moyo wa uzalendo na moyo wa majitoleo. Na ndio maana tunaona mambo yanaendelea. Tunaona hapo kuna mnada unaendelea, tunaona upanuzi wa kanisa. Wanaofanya ni kina nani? Ni sisi. Na haya yanatokana na nini? Huo moyo wa uzalendo pamoja na moyo wa majitoleo. Na hivyo tunaalikwa na sinodi kwamba huo moyo wa majitoleo na huo uzalendo usife. Kama wewe mama una huo moyo wa kujitolea katika maendeleo ya kanisa katika nyanja mbalimbali, basi rithisha kwa watoto. Rithisha kwa watoto. Unapotoka nyumbani unasema leo nataka nikatoe shilingi 10,000 ile ule mnara ile kanisa lipanuliwe mapema tuweze kukaa kwa vizuri kule kanisani. Mshirikishe mtoto. Mwambie kwa kweli kule kanisani kwetu kuna jambo linaloendelea, lakini hapa siwezi mwenyewe. Hebu fanya jambo. Naye anatambua kumbe nina wajibu wa kuleta kuwa mzalendo kwenye kanisa langu. Sasa sinodi inatualika huo uzalendo turidhishe. Kama wewe baba unao huo uzalendo, wewe mama unayo, ridhisha. Na haya ni mambo mazuri tunayoona, ndio maana wapendwa tunaona katika jimbo letu kuna maendeleo katika parokia nyingi yanatokana na uzalendo. Na uzalendo unatokana na uwajibikaji wa wadau wa uchungaji. Wewe mama kama mdau, baba kama mdau, padri kama mdau, askofu kama mdau, anatambua kuna wajibu wa yeye kujitoa mwili na roho, kujisadakisha katika mambo mengi ili kuleta maendeleo. Jambo lingine ni hazina ya sala. Hazina ya nini? Hazina ya sala. Mfano misale ndogo ya jimbo la Moshi, katekisimu ya mafundisho ya komunyo na kipaimara, miongozo ya mashirika ya kitume. Tuna hazina nyingi, lakini je, tunazitumia? Hazina tunazo. Katika maana nyingine kama tulivyosikia, vitabu vya sala. Hata kwenye jumuiya tuna vingi. Sala ya waumini, sala ndogo, katekisimu, lakini vitabu mbalimbali vya sala. Hizo ni hazina tulizonazo kama wadau wa uchungaji katika jimbo letu. Hazina hizo tunazo. Sasa sinodi inatualika kufanya nini? Kama hizo hazina tunazo kama nyenzo ya kukuza maisha yetu ya kiroho, ni lazima tuzitumie. Lazima tufanye nini? Tuzitumie. Lazima tutumie hizo nyenzo ili tuendelee kukua kiroho. Sifu Yesu Kristo. Wababa wangapi na wamama wangapi ambao wana mazoea kusoma neno la Mungu nyumbani kama nyenzo ya maisha ya kiroho? Kwamba kile inapofika jioni, mama unachukua Biblia, unasema mwanangu leo na baba tunasoma Biblia sura 1 aya 2 ambazo zitatafakarisha tuweze kulala tuamka tena asubuhi. Wangapi wanafanya hivyo kwenye familia? Wangapi wanafanya hivyo? Je, niangalie chini nisione maana naweza nikaanguka. Sasa sinodi inatualika Biblia kama nyenzo, kama hazina ya sala, hatuna budi kuitumia. Maana neno la Mungu na lenyewe ni sala. Kwa lenyewe ni nini? Ni sala. Kwa hiyo tunaalikwa kulitumia. Ewe baba, ewe mama kule kwenye familia, mjitahidi msome neno la Mungu. Msiache kabisa. Angalau kila inapoitwa leo, jioni kabla ya kulala, baba muite, mama mkae pamoja, msali, msome neno la Mungu. Hilo linawaimarisha. Kwa kuwa neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni dira, neno la Mungu ni mwongozo wa maisha ya Kristo. Na kila tunaposoma neno la Mungu basi tunaendelea kujiimarisha. Huko tunapata matumaini mapya, tunapata namna ya kuishi, tunapata kumtambua Mungu, namna yake ya kutenda. Lakini zaidi sana hata katika magumu, katika changamoto, tunaposoma Biblia tunakutana na watu mbalimbali waliopitia magumu mengi kama kina Ayubu, lakini wakavumilia, wakabaki kuwa na imani kwa Mungu na Mungu hakuwaacha. Na siku ndiko tunapopata nguvu sasa. Unapopitia shida nyingi, wewe ni baba, wewe mama kule kwenye familia, unaposoma watu kama unasema Mungu kumbe hujaniacha, unasimama imara. Sifu Yesu Kristo. Tuyasome haya. Hata katekisimu wakati mwingine, jitahidi wewe baba, wewe mama, soma katekisimu. Itakusaidia kwa sababu kule kuna mafundisho mazuri.
na hata changamoto tulizonazo basi katika maisha yetu ya kila siku, wale maswali ambayo tunaulizwa na wenzetu tunakosa majibu, tukiwa tunasoma hizo hazina tunapata majibu, na hivyo tutakuwa na mahangaiko ya kukimbia huku na huku tena. Sehemu nyingine ya mafanikio ni idadi ya parokia na parokia teule zinazoongezeka kwa kasi. Ile nimeshalisema, na mfano mzuri ni ninyi wenyewe kwamba tayari mmezaa parokia teule ya Kitongoria. Hayo ni mambo mazuri ambayo tunatamani yaendelee, na huko kunadhihirisha kukua kwa imani. Jambo lingine ni jimbo kupata bahati ya kumpokea Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika jubilei ya miaka 100 ya Ukristo jimboni. Hii ni bahati ya kutembelewa na watakatifu, yaani wale waliokuwepo kipindi hicho. Mimi sijui wanafuraha kwa kiasi gani kwamba walimuona mtakatifu, walimuona. Ni furaha kwa kiasi gani wapendwa, kwamba unashuhudia, umemshuhudia mtakatifu, na wengine walishuhudia kumshika mkono kabisa. Hii kama baba askofu walimuona, na yule alimuona mtakatifu huyo. Umeona mambo mazuri. Baba askofu anasema mtakatifu huyo Paulo wa Pili ndiye aliyempa scholarship kwenda kusoma. Mambo mazuri hayo. Hayo mambo mazuri, unashuhudia maisha ya watakatifu. Lakini haya yanawezekana kwa sababu wapendwa, huyo ambaye ni mtakatifu aliyefika katika jimbo letu ni mwanadamu, si ndio? Na sisi kama wanadamu tukizingatia yale ambayo Yesu anatuambia katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 11, iweni watakatifu na wakamilifu kama Baba yangu wa mbinguni alivyo mtakatifu na mkamilifu. Kila mmoja akijitahidi kuchuchumilia huo utakatifu na ukamilifu. Kwa nini sisi tusiwe watakatifu? Hayo ni mambo yanayowezekana kama kila mmoja akiamua. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Fanya juhudi sasa. Fanya nini? Wangapi wanataka kumuona Mungu? Sasa tunataka. Ngoja tuweze tena. Wangapi wanataka kumuona Mungu? Wote. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wangapi wanapenda kufa? Ni lazima pia kujiandae, kwa sababu njia ya kumwona Mungu ni kupitia kifo. Kwa hiyo unapotamani utakatifu, unapotamani kumwona Mungu, lazima pia ujiandae vizuri kwa kifo, kwa sababu kinakuja saa yoyote, ili atakapokuja huyo Bwana uweze kuwa na ujasiri wa kusema sasa Bwana aweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Kwa hiyo hata kifo kina maandalizi. Kama tuna hiyo shauku ya kwenda mbinguni, shauku ya kumwona Mungu, lazima tujiandae vizuri, ili hiyo njia ya kumwona Mungu, yaani kifo itakapotukuta, tukute tuko vizuri, yaani kiroho na kimwili. Kuungama mara kwa mara, pokea Ekaristi Takatifu, ishi kwa upendo, acha chuki, acha hasira, acha kiburi, uishi kwa amani kwenye familia. Mambo yatakuwa mazuri. Kweli si kweli? Tubadilike. Sinodi inatualika tufanye nini? Na naamini watu wa Olele mko tayari kubadilika, si ndio? Sawa. Sehemu nyingine ni jimbo limepokea na kuwa na mwenyeji wa mkutano wa Mesea. Mambo mazuri haya, ni mambo mazuri, na hata tunamwomba Mungu yaendelee kusonga mbele. Lakini mwisho ni jimbo limekuwa na ukarimu wa kupeleka mapadri kuwa misionari hapa nchini na nje ya nchi. Jimbo limekuwa wa misionari, limekuwa na ukarimu wa kupeleka mapadri kuna huku wakahudumie. Hapa tuna bahati, jimboni Moshi tuna bahati, yaani tuna mapadri wengi. Wakati mwingine anasema, yaani ukiwa mwana jimbo Moshi ukashindwa kwenda mbinguni, bisha habari yako. Sasa mapadri wako hapa, mapadri wawili wako hapa kuhudumia maisha hayo ya kiroho. Shida yote ya kiroho ukitaka unapewa wakati wowote, na mimi naamini hakuna aliyemhitaji padri wakati wowote akakosa. Lakini vyetu hivi masakramenti haya tumewekewa, na tena wakati kila mara tunakumbushwa, batizeni watoto, pokeeni komunyo ya kwanza, pokeeni kwa imara, fungeni ndoa, na mambo mengine kwenye familia, ishini kwa amani na utulivu, acheni viburi. Haya mambo tunakumbushwa kila siku. Lakini wakati tunabadilika, kuna majibu ambayo yani ni parokia anamuona padri mara moja kwa mwezi. Anamuona padri mara moja kwa mwezi, na wakati mwingine hata mara moja kwa miezi miwili au mitatu. Padri anakuwa na kazi ya kuzunguka, akisali hapa mwezi huu, mwezi mwingine anasali pale, anasali kwa sababu ya ukubwa wa eneo. Kwa hiyo anakuwa na shauku, anaikuwa na hiyo shauku ya kuona padri. Sasa tuna mapadri hapa
lakini wakati mwingine tufanye juhudi katika kuyatumia. Ukienda bombani, kama kuna bomba la maji, ukifungua maji kama unasikia kiu, ukifungua bomba au unasikia kiu, bomba lina maji, usipofungua ukachota maji ukanywa, ukifa na kiu utamdai? Huwezi kumdai. Ukafika bombani, umechukua ndoo yako umeweka, unataka maji, umefunguliwa na lile bomba kabisa, ukakasirika, ukachukua mfuniko ukaweka pale juu ya ndoo, ukasema na staki sasa, alafu ukafa na kiu, utakuwa na kumdai? Sinodi na kualika tufanye nini? Badilika. Mwambie mwenzako, anza kubadilika. Mwambie tena kwa sauti, anza kubadilika. Tusisubiri mpaka kule mwisho ndipo tubadilike. Sinodi ni sasa. Sinodi inaishi sasa. Sinodi inaishi sasa. Yaani sasa. Kwa hiyo yale mambo yote ambayo tulikuwa tunafundishwa tangu mwanzo, nataka tukua tunaendelea kufundishwa, hayo tunapaswa kuyafanyia mabadiliko. Hata tunapaswa kufanyia mabadiliko mara moja ili yaendelee kuzaa matunda mazuri. Basi niingie sehemu ya pili, sehemu ya changamoto za uchungaji jimboni Moshi. Zipo nyingi na nyingine ambazo zimeshaelezewa katika seti nyingine zilizopita. Na katika changamoto hizi nitazitaja chache. Ya kwanza ni baadhi ya wadau wa uchungaji kutosimama katika nafasi zao. Baadhi ya wadau wa uchungaji kutokusimama katika nafasi zao. Sifu Yesu Kristo. Tumefundishwa kwamba wadau wa uchungaji ni nani? Namba moja. Hizo sauti hazitoshi. Sauti. Namba moja. Ambao wanahusika kina nani na nani? Maaskofu, mapadri na mashemasi. Wadau namba mbili. Wadau namba tatu. Yaani kuna watu ambao wakija kanisani hawajigusie. Yes. Sasa toa sauti. Toa nini? Toa sauti na uchangamke kabisa uko kanisani, kwa sababu kanisani sehemu ya nyumba ya Mungu, na unapokuja kwenye nyumba ya Mungu hekaluni unapaswa ufurahi, yani unajiachia kwa Mungu. Ili kama umetoka na shida zako huko nyumbani, umekuja na mahangaiko yako, unasema sasa Mungu, unasema njoni kwangu, kumbukana na kulemana na mizigo, mwambie sasa nimekuja na mizigo yangu na dua kwako, ili nikitoka nitoke nikiwa mwepesi. Na hata mara moja usikubali kuja kanisani umekuja na maasira yako, unaingia nayo kanisani, misa inaisha na unatoka nayo. Yaani umevimba, umevimba. Maasira yako atakuja na kuja nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ni lazima uchangamka. Ukiwa wapi? Kanisani. Yaani uchangamke kabisa. Tuone hiyo furaha. Yaani hata Mungu aone kweli huyu mtu amekuja kunitafuta na ana furaha ndani ya moyo wake. Wangapi wana furaha ndani ya moyo wako? Hicho changamoto hizo nazo. Mwambie mwenzako kuishi kwa furaha, shida haziishi. Shida huwa haziishi, zinakuja. Unamaliza hili linakuja lingine. Lakini katika hayo yote tunapaswa kuishi kwa furaha. Nasema furaha hili katika Bwana, nasema tena furaha. Yeye mwenyewe anatuambia tufurahi. Kwa hiyo kuchoka kanisani, ukae kwa furaha, uchangamke kabisa. Kwa hiyo narudia tena, wadau wa uchungaji namba moja ni nani? Namba mbili. Namba tatu. Waamini wote. Basi wapendwa, kuna changamoto nyingine ambazo zinatokana na baadhi ya wadau wa uchungaji kuto kusimama katika nafasi yao vyema katika ngazi zote. Wakati mwingine pale ambapo mtu anashindwa kujitambua, mimi ni nani, napaswa kufanya nini, wapi na kwa nini. Anashindwa kutambua mimi ni nani, napaswa kufanya nini, wapi na kwa nini. Hapo kama mdau wa uchungaji kuna mambo ambayo hayataenda sawa. Lakini mtu akijitambua mimi ni nani, napaswa kufanya nini, wapi na kwa nini, hakika yale yote yanayomwangukia atayatekeleza. Hata kama sio 100%, lakini kutakuwa na juhudi za pekee ambazo zinaonekana. Sifu Yesu Kristo. Na katika sehemu ya wapenda, niende moja kwa moja kwenye familia, maana huko ndipo ambako matatizo yanatokea. Chanzo cha mahangaiko, matatizo yote ni kwenye familia. Mapadri watoka kwenye familia, maaskofu watoka kwenye familia, mama na baba watoka kwenye familia. Kwa hiyo kule ndiko kwenye chimbuko. Na kati ya mahali ambapo tunapaswa kufanya kazi vizuri ni kwenye familia. Sifu Yesu Kristo. Kule kwenye familia ndiko ambako tunapaswa kufanya kazi vizuri. Sasa tumeambiwa kwamba kama waamini walei, wadau namba tatu wa uchungaji,
tumeshirikishwa uchungaji huo na Kristo katika ngazi tatu, yaani ukuhani, kujitakatifuza na kutakatifuza wengine. Lakini nafasi ya pili kama manabii, na kazi ya nabii tumefundishwa na padri. Nabii ni mwalimu, na kazi ya mwalimu ni kufanya nini? Kufundisha. Wewe unafundisha nini? Imani, unafundisha maadili, unafundisha nidhamu. Lakini katika ngazi ya tatu, wewe kama mama, kama baba, mdau wa uchungaji ulioshirikishwa na Kristo katika ngazi hiyo tatu, ufalme huo ni uongozi. Na kazi ya uongozi ni nini? Uongoza. Unaongoza nini? Familia yako isimame imara kama baba, mama na watoto. Sasa wapendwa, katika familia zetu nyakati hizi kuna tatizo la kina baba na kina mama kutokutambua wajibu wao. Baba anashindwa kutambua wajibu wake kama baba kwenye familia, kwamba yeye ni kiongozi. Yeye ni nani? Ni kiongozi, anashindwa kutambua. Ngoja tuulize taratibu. Wababa wangapi wakitoka nyumbani asubuhi wanaaga wanaenda wapi? Wababa wangapi wakitoka asubuhi wanaaga wanaenda wapi? Nyosha mkono. Maana mambo hayo. Wababa wangapi wakitoka asubuhi wanauliza leo huku nyumbani kunalika nini? Nini kinaliwa huku nyumbani? Anamuuliza mama, leo tunakula nini huku nyumbani? Nyosha. Wababa wanauliza? Wanauliza haulizi? Wanapotoka wanaaga hawagi? Mambo hayo. Mambo hayo sasa. Haya ni mambo, haya ni huko kwenye machipuko. Ndiko kuna shida ambapo tunatakiwa tukafanyie kazi kweli kweli. Ni wababa wangapi katika familia wakitoka asubuhi wanaleta mpango kazi, wanatoa majukumu kwamba leo ni Jumatatu, mama utaenda shamba, mimi nitabaki nyumbani, nitakatia ng'ombe na mbuzi, watoto wataenda shule. Wababa wangapi wanafanya hivyo? Wababa wanafanya hivyo wafanye? Mambo hayo. Mambo hayo. Ni wababa wangapi wanaporudi jioni nyumbani huko walikotoka wanasema kwa kweli leo mama nilitoka nikaenda sehemu 1 2 3 na nimefanikiwa katika 1 2 3. Wababa wangapi wanasema hivyo? Baba wanasema wasemi? Mambo haya. Ni wababa wangapi wakiwa nyumbani wanauliza hivi kuna mafuta, kuna chumvi, kuna nini, kuna kiberiti? Wababa wangapi wanafanya hivyo? Wamama au baba wanafanya wafanye? Kwa hiyo sasa huko kwenye machimbuko wababa wangapi wanauliza kwamba Jumamosi ijayo tunasali kwa nani? Wangapi wababa wangapi wanauliza? Wanauliza waulizi? Wababa wangapi wanauliza hivi kule kwenye jumuiya leo somo lilikuwa nasemaje? Na mmemwacha nyumbani, nasema leo umeenda kanisani. Somo lilikuwa nasemaje? Wangapi wanauliza? Kuna kazi hapo. Kuna nini? Hapo kuna kazi kubwa wapendwa, na lazima kutoka yaani katika sinodi lazima tumuombe Roho Mtakatifu kweli atuangaze tutokea. Vinginevyo haya matatizo tunayoona yataendelea kuwepo. Tutahangaika, tutateswa. Sasa ni wangapi wako tayari kuendelea kuteswa? Wangapi wako tayari kuendelea kuteswa? Hakika kuna hata mmoja. Tunataka tutoke hapo, si ndio wapendwa? Tunataka tutoke hapo. Ni wababa wangapi ambao wanaomba kuandaliwa nguo za kuja kanisani Jumapili? Wangapi wanaomba kuandaliwa nguo za kuja kanisani? Wanaomba kuandaliwa nguo? Wamama wanafanya hivyo? Sifu Yesu Kristo. Hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo ndio yanayoleta mvurugano katika familia. Na wakati huo baba unaposhindwa kutimiza wajibu wako, unazembea na mama anaona uwajibiki, anakuacha hapo, na watoto wanakuacha hapo, wanaegemea kwa mama, na mama unaona na baba unaona sasa umetelekezwa na mama na watoto, unaanza kukimbia huko, kulewa, kufanya mambo gani, na hapo ndipo kunakuwa na sambaratiko wa familia. Baba anafanya yake, mama anafanya yake, watoto wanafanya yao. Na hapo ule utatu tunaoona katika familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu haupo. Kama baba kushirikiana na mama katika kuleta mambo mazuri, hakuna matunda mazuri yatakayoonekana.
Hamtaweza kusali pamoja, hamtaweza kula pamoja, hamtaweza kushauriana, hamtaweza kuonyana, hamtaweza kusameheana katika hayo. Mtadumu hivyo tu na matatizo yataongezeka. Msifu Yesu Kristo. Sinodi inatualika kubadilika. Sinodi inatualika tufanye nini? Badilike, tusikubali. Ewe baba, tambua nafasi yako kule kwenye familia. Unapotoka asubuhi, panga majukumu. Wewe ndio baba kule nyumbani, wanakutegemea. Wewe ndio baba kule nyumbani, wanakutegemea. Panga majukumu. Na inapofika jioni basi, kwa sababu wewe kama baba kule nyumbani ni mchungaji, unachunga, umekabidhiwa kundi kule, mama na watoto, mifugo, mashamba hayo unachunga. Na tumeambiwa uchungaji ni roho na mwili. Kama ni roho na mwili, pande mwingine lazima ukisha mambo yanakaa vizuri. Uliza, leo nasali wapi? Leo kanisani mambo yamekuaje? Leo tunakula nini? Leo tunafanya kazi gani? Na watoto wanapokuja shuleni jioni, uliza, leo umeenda mafundisho, umejifunza nini? Akupe mrejesho. Leo umeenda shuleni, umejifunza nini? Akupe mrejesho. Na mama ametoka ameenda huko mpaka pale nyumbani. Sasa mama umeenda shambani leo. Ile shamba linaendaje? Leo nimebahatika kupalilia na mambo yalikuwa mazuri. Na useme jamani, nimetoka nikamaliza hapa nikaenda kibaruani, mambo yalikuwa mazuri. Sifu Yesu Kristo. Kwa mama mnaonaje hapo? Mambo yatakuwa mazuri eh? Lazima tubadilike. Lakini kwa nguvu zetu wakati mwingine tunashindwa. Tunahitaji neema ya Mungu ituongoze. Tunahitaji sana neema ya Mungu ituongoze, na ndio maana sinodi inatualika kusali sana. Sinodi inatualika tufanye nini? Kusali sana ili tuweze kubarukana na hayo ambayo hayampendezi Mungu. Mungu atuongoze, Mungu atusimamie ili kuyatekeleza hayo. Mama, simama katika nafasi yako. Baba, simama katika nafasi yako. Sehemu ya pili ni ukosefu wa uaminifu katika nyanja mbalimbali. Ukosefu wa uaminifu katika nyanja mbalimbali. Ukosefu wa uaminifu katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja mbalimbali. Unakabidhiwa kitu fulani, unakuwa na ujanja wa namna yake. Ujanja wa namna yake. Kwa hiyo lazima kutunza uaminifu. Na uaminifu ni fadhila. Uaminifu ni fadhila. Yesu anasema ukiwa mwaminifu kwa mambo madogo utakabidhiwa mambo. Kumbe kila mmoja anapojitahidi kuwa mwaminifu katika yale madogo anayokabidhiwa katika nyanja mbalimbali, ni kwa namna hiyo atakabidhiwa makubwa. Utunze uaminifu hasa katika ndoa. Kina mama, kina baba watunze nini? Uaminifu. Katika sakramenti ya ndoa ulisema na kupokea wewe uwe mke uwe mume, na naye kupenda na kukuheshimu siku zote za maisha. Sasa haya yaonekane. Kuwa mwaminifu. Wewe baba kuwa mwaminifu, wewe mama kuwa mwaminifu. Usitokeni baba una mke wako kule ng'ambo, alafu ukija huko ng'ambo unakuta kule sokoni na mambo mengine yanaendelea, familia inadorora. Familia inafanya nini? Naamini kwamba waamini waolele huku hakunaga mambo hayo. Semeni ndio pale. Kuna sauti ya chini. Mabadiliko. Sinodi lazima tufanye nini? Sinodi inatualika tubadilike. Kama kuna mtu mwenye katabia hapo, aache mara moja. Aache mara moja. Maana maagano yale uliyoweka hata kuacha salama yatatembea nao. Maagano yale uliyoweka hapa hata kuacha yatatembea na wewe. Ni leo na kesho. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kutunza uaminifu hasa kwenye ndoa. Baba asipokuwa mwaminifu, mama asipokuwa mwaminifu, watoto wanaona wanakaa kimya na wenyewe wanaanguka katika hayo. Wewe familia inakuwa ni kitu cha ajabu. Tusimame imara. Tusimame imara. Wakati wako tayari kusimama imara kuanzia sasa. Ngoja Bwana aendelee. Msifu Yesu Kristo. Jambo jingine, changamoto nyingine ni imani potofu. Imani potofu, matambiko, kuogopana, nguvu za giza, uponyaji, tajiri wa kimuujiza. Haya ni mambo ambayo yanaendelea. Na hakika wapendwa, ni mambo ambayo Mungu mwenyewe anatualika kila mmoja ajitahidi. Amri ya kwanza ya Mungu inasema, inasemaje? Mimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Niamini mimi tu katika mambo yote, katika hali zote. Sikiliza Israeli, Bwana ndiye Mungu wako, Bwana ndiye mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote,
kwa akili zako zote, kwa mawazo yako yote. Ni yeye tu, hakuna mwingine. Na tunaambiwa kwamba amelaaniwa yule amfanyia mwanadamu au kitu chochote kuwa kika yake. Msifu Yesu Kristo. Haya yanaendelea wapendwa, yanatokana na imani potofu, hofu za namna yake. Mtu anaambiwa jamani, kwa familia ni mtoto anaumwa ameenda hospitali, anaambiwa anakwambia usipochinja kambuzi mambo ni magumu, hata pona. Naye ndio anaenda kule nyumbani atafuta limbuzi lake likubwa, Amerika mwaka mzima analichinja, watu wanakula, anasema eti mtoto atapona. Hakuna kitu hapo, uongo mkubwa. Uongo. Bora ungechinja alafu mkala nyama mkaendelea kukua katika uwanja wa kimwili, au ungeuza hata watoto wakaendelea kusoma. Kwa hiyo tuombe neema ya Mungu ituongoze, tuepukane na hayo mambo ya vimila vimbuzi, kuweka viumege, vimaziwa vya ajabu ajabu, tuache. Wangapi wataacha? Wangapi wanaahidi kuacha? Yapwe. Sasa sinodi inatualika tubadilike naye. Tufanye nini? Sasa wengine wanaridhisha. Yaani amekuta anachinja vibuzi hivi matambiko hivyo, anaridhisha, anawaambia mwanangu, usipofanya hivi utakufa. Kufa wewe. Afi. Na tunamshukuru Mungu kwamba haya yataishia kwa namna yake, kwa sababu hata watoto siku hizi hawajui haya mambo yanayofanyika. Kwa hiyo Mungu ameacha asili ichukue mkondo wake. Asili itachukua mkondo wake, na wale ambao walikuwa wanaendelea kuyafanya hayo wanafika wanachoka na wakuarithisha hakuna. Kwa hiyo haya yataondoka. Sinodi inatualika tupandukane na hayo. Lakini mambo ya nguvu za giza, kuogopa wachawi. Wangapi wanaogopa wachawi wapendwa? Nani anaogopa mchawi? Wangapi wameshawahi kuona wachawi? Kama umewahi kuona mchawi nyosha. Wangapi wanamjua mchawi? Sasa hofu za uchawi zinatoka. Hujawahi kuona mchawi, umfahamu mchawi, lakini unaogopa uchawi. Sasa unaogopa kitu ambacho hujawahi kukiona. Sifu Yesu Kristo. Hizo hofu ziondoke. Tukimtegemea Mungu hakuna kitakacho tushinda. Tukimtegemea Mungu hakuna kitakacho tushinda. Mungu anaweza yote. Haijalishi tumedumu katika mahangaiko kwa muda gani, lakini tukimtegemea tukaomba kwa imani kama nao tunaambiwa, salini bila kuchoka, salini daima, hatutaachwa. Lazima na imani hatutaachwa. Lakini pia kuna uponyaji, mambo ya uponyaji na miujiza. Siku hizi watu wanakimbia huko na huko, wanataka uponyaji wa haraka. Yaani aende tu aopewe miujiza, anataka aone miujiza. Hakuna. Ni baba mwenye imani, mama mwenye imani kabisa, Mkatoliki, amebatizwa, mpata kunywa na kipaimara, na kipaimara leo ataenda huko anaenda kuombewa. Wakati mwingine kuna kanisa moja niliona, anaambiwa ili uweze kuponya na kupata baraka, njoo hapa. Kadri utakapopata bakora nyingi, ni kwa namna unapata baraka nyingi. Kwa hiyo baba amelala chini na mama wanapata bakora nyingi, pata bakora. Kadri unapochapa anajua kwamba baraka zinaongezeka. Lakini ni Mkristo Mkatoliki mwenye akili zake timamu, amebatizwa, mpata kunywa na. Tusikubali kudanganyika. Tusikubali kufanya nini? Kubaki hapa. Baki hapa. Hapa ndio wenyewe hapa. Huko ndiko kwa mama. Tukae huko tunywe maziwa, tupate kuna asali nzuri. Tunururishwe kiroho. Lakini kuna utajiri, mambo ya utajiri wa haraka pasipo kufanya kazi. Na ile ilisemewa pendwa, katika nyakati zetu kuna wimbi la watu kuwa wavivu. Wapo. Kati ya kina baba, kina mama na kijana, kina nani wavivu? Vijana. Msifu Yesu Kristo. Kuna wimbi la watu wavivu, hawapendi kujishughulisha, hawapendi kujibidisha, wanataka mafanikio ya hapo kwa hapo. Na haya yanaonekana watu wanadanganya, njoni utapata utajiri, nendeni utapata utajiri. Anaenda mahali anaambiwa, sasa wewe nenda katengeneze parking, utakapitiwa na funguo. Anaenda pale siku ya kwanza, siku ya pili anakuambia huu ni mwaka baraka, mwaka ujao utapata gari. Lakini hana kazi inayomuingizia 5,000 kwa siku. Anaambiwa atapata nini? Ni kweli Mungu anatenda muujiza, lakini hakuna miujiza ya ajabu. Mungu hatiakiwi, wala hakuna muujiza ya ajabu. Kwa tusikae tukitegemea miujiza, tukae tukimtegemea Mungu, yeye atende kwa namna anavyojua mwenyewe. Tusubiri miujiza tukakimbia huko na huko kutaka utajiri. Na kanisa moja niliona, mtu ameenda ni baba mzima na watoto wake, ameenda na watoto, ameambiwa sasa katengeneze parking. Sasa kule kanisani wale wanaotaka magari wakae pale,
wanajipanga. Wanaotaka nyumba wakae pale, wanajipanga. Wanaotaka ukapaka. Sasa wale ambao wanataka magari wakajipanga, wakaambiwa haya, shika usukani, umeshika usukani wake. Haya, kata kona. Ni mtu mzima huyo, amebatizwa mpaka kupata nini? Imani. Tena Mkristo Katoliki, lakini yuko hapo amepumbaza. Anaambiwa unafahamu wale watoto wanaoshika vifuniko na anaambiwa sasa kata kona, sasa ndo nakata kona ya kwenda nyumbani, kata kona kwenda nyumbani. Wacha mambo yako wewe. Kaa utulie kwa Yesu. Kaa utulie kwa nani? Kaa utulie kwa Yesu, kwa mama yetu, mama kanisa Katoliki, atulishe, atuimarishe, atuongoze, atusaidie tuweze kufika mbinguni. Tusikubali kusumbulika huko na huko. Atulishe, atuongoze, atukuze kiroho tuweze kufika wapi? Mbinguni. Kwa kuwa huko ndiko makao yetu yalipo. Ametuumba tumjue, tumpende, tumtumikie katika nyanja mbalimbali kama wachungaji na mwisho tuende kwake. Kwa makao yetu yako huko, tutulie hapa, tufinyangwe, tuweze kumuona yeye baada ya maisha ya hapa. Tujibidishe, tufanye kazi. Utajiri wa haraka haraka haupo. Fanya kazi na umombe Mungu abariki kazi za mikono yako, atazibariki na utafanikiwa tu. Kama unataka kujenga ukimwomba Mungu na ukajibidisha vizuri, utajenga tu. Kama unataka yeye kujibidiisha, utafanya tu, kwa kuwa Mungu yupo na ameshahidi lolote muombalo kwa jina langu nitafanya nini? Sasa kama ameshatuahidi lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapata, kwa nini tusimuombe? Kwa nini tuwe na mahangaiko? Tubaki hapo. Tubaki kumtegemea yeye. Changamoto nyingine ni ulevi uliokithiri wa pombe na hata madawa ya kulevya. Ulevi na umekuwa ni shida kwenye familia huko, kwenye machimbuko huko. Ulevi na baba na mama vijana, kati ya makundi yote hao ni kina nani wanaelewa zaidi? Wa mama, baba, vijana? Wa mama vijana, wa baba watoto vijana. Wamesema ni mchanganyiko sasa. Sasa imekuwa ni nini? Na niwaambie wapendwa, kwa kweli unapopita barabarani unakutana na mama amelewa, ni hatari sana. Ni hatari sana. Tukisoma simulizi la watakatifu Agustino, Mtakatifu Monica pamoja na mume wake. Agustino katika hali aliyokuwa nayo, baba yake aliyokuwa nayo, hali aliyokuwa nayo, Mtakatifu Monica kama asingesimama imara kama mama, akamtegemea Mungu nyakati zote, ile familia ingeharibika. Familia ingefanya nini? Lakini kwa kuwa Monica alitambua hawa wote kadiri takavyoomba Mungu atatenda, alibaki imara, akiomba, akishauri, akielekeza, akionya, na mwisho wa siku kukawa na uongofu kwenye familia. Agustino akaongoka, lakini mume wake akaongoka, na ikabaki familia imara. Ndio maana tunashuhudia mambo makuu yanayotokana na mafundisho ya Mtakatifu Agustino. Ndio maana tunashuhudia mashirika mtakatifu ana wakienzi ukuu na nguvu alizokuwa nazo Mtakatifu Monica. Enyi kina mama, kama unajua kabisa unakatabia hapo kamekuja, hapo kakilema kanakuja kanataka unataka kuanguka katika kaulevi, acha haraka. Na ninyi kina mama, mnapomwona mama mwenzenu amelewa, sasa msimwache tukasema atajua mwenyewe, na shida ndio atajua mwenyewe bwana. Atajua mwenyewe. Wewe kama mdau wa uchungaji una wajibu wa kumkumbusha. Una wajibu wa kufanya nini? Wa kumkumbusha kwamba jamani, hicho unachofanya sio kizuri. Tukielekezana, tukashauriana, tukaonyana, mambo yatakuwa mazuri. Ewe mama ambayo unaelekea sasa kuharibu hali ya hewa kwa ulevi, acha. Lakini ewe baba ambao umeanguka katika hilo, acha kabisa. Baba kusimama imara kama ulewi, mama ulewi, kasimama imara. Hata kama una kijana ambaye kwa kweli umejitahidi lakini bado anaendelea, mkisimama imara itafika mahali ataacha. Lakini kama mama analewa, baba analewa, kijana analewa, nani atamfundisha mwingine? Nani atamfundisha mwingine? Matokeo yake mama anarudi saa 2, baba anarudi saa 5, kijana anarudi saa 6. Kila mmoja na muda wake. Je, hayo ndio ambayo tunataka katika maisha yetu ya kiroho kama Wakristo wa Katoliki? Sinodi inatualika kama mdau wa uchungaji, badilika. Ewe baba ambao umeanguka katika ulevi, ambao ni changamoto katika swala zima la uchungaji, tubadilike. Tufanye nini? Badilika. Sasa ukashangaa asubuhi saa 12 unapita au saa 7 mchana,
Sasa hivi pale amesema vizuri kwamba lazima tujijenge kiuchumi. Sasa hivi mvua zinanyesha, mashamba yapo. Lakini utashangaa baba ana shamba hapo nyumbani kubwa tu. Mama yuko hapo, kuna kijana yuko hapo. Hakuna anayelima. Liko hapo tu la majani makubwa hivi. Utashangaa kuna migomba hapo shambani nyingi tu, migomba. Lakini ukiangalia yale makocha yamekauka yote. Ile mizizi ya mgomba imetokea hapo juu hivi. Lakini kuna ng'ombe, kuna mbuzi. Mbolea inatolewa na kusanywa hapo nje. Rundo anasubiria kauziwa Masai. Lakini huyo utamkuta barabarani. Naomba kitochi. Penda sana. Sifu Yesu Kristo. Kujibidishe. Fanya kazi. Ukilewa utaweza kufanya kazi. Kama unaamkia pombe asubuhi ndio chai yako, hata kama una shamba hapo utalilima. Hata kama una mbuzi, una ng'ombe, utaweza kuchukua hiyo mbolea, utambua kwamba ili niweze kupata mkungu mkubwa namna hii, natakiwa nizungushie mgomba vizuri, utoe ndizi kubwa, ukauze upate 10,000. Utapata vile ndizi vilivyochoka kama ni. Lazima kufanya kazi. Sasa ulevi umeathiri kazi nyingi za kijamii katika familia. Watu hawajibidishi. Na wakati mwingine wapendwa, tunasikitika kwamba wale vijana ambao tunawategemea kwa kesho na kesho kutwa, sasa wakati mwingine ndio wanakuwa balaa kabisa wa kulewa. Wakati mwingine anajiuliza, anasema hivi, katika ukadi wangu wa miaka hii nashuhudia wazazi wengi wako kanisani. Lakini ninapoanza kiingia misa ya 4 ya vijana, unakuta wachache. Sasa najiuliza, baada ya miaka 20-30, hawa ambao tunawaona wana nguvu kabisa, wanakuja wanajitoa, wanakuwa na uzalendo na majitoleo ya pekee kabisa. Kama wakichoka, hawa ambao tunawategemea sasa ndio watakuwa baba na mama wa baadaye. Kwa maisha wanayoishi, je, tutakuwa wapi? Hilo linanichoma moyoni. Linanichoma wapi? Kama nawe mzazi, wewe baba na mama, ninakuuma, anza mabadiliko. Toa malezi mazuri kwa watoto. Toa malezi mazuri kwa vijana, waachane na ulevi. Kijana anaelewa, akipata 200, 500 ulevi, akifanya kibarua mahali ulevi, akiingia ulevi. Huyo atambue kuna kujenga, atambue kuna kuoa, anabaki tu hapo. Wapo hawapo? Wamesahau kuoa wengine. Wamesahau. Sinodi inatualika kama wadau wa uchungaji, kila mmoja jitambue changamoto hii ya ulevi ambayo imekuwa sababu ya matatizo mengi katika familia, katika jumuiya, katika kanisa, iweze kuondoka. Kwa sababu mtu anayelala na ulevi akiamka asubuhi hawezi kuja kanisani. Mtu anayelala na ulevi hawezi kwenda jumuiya asubuhi. Mtu anayelala na ulevi hawezi kuamka wakakaa pamoja kama baba na mama wakasali. Kwa hiyo familia inasambaratika. Huko kwenye machimbuko, tuombe neema ya Mungu ipakuse mabadiliko yaje. Ni kwa kumalizia, kuna changamoto nyingine, wanaume na wanawake wasiotimiza wajibu wao katika wito na nafasi zao. Hilo nimeshalisema sana, nikiwaomba kila mama, kila baba asimame katika nafasi yake katika familia kwa kutekeleza wajibu unaokuangukia mema. Lakini kuna changamoto za utandawazi kama vile ushoga, ukahaba, kutokukubali jinsia. Ni mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu wapendwa, ambayo yanakuja kwa kasi, na hivyo ninyi wazazi ambao ni wadau wa malezi namba 1 kule katika familia, msipokuwa imara katika kuwaongoza na kuwasimamia watoto, wataharibika. Kila mara mzazi upate nafasi ya kukaa na mtoto wako, muulize maswali ya msingi, mwelekeze, msikilize katika mahangaiko yake, utagundua kitu. Lakini kama unamaliza wiki nzima hujapata nafasi ya kukaa na watoto, kuwasikiliza changamoto zao, kuangalia mienendo yao, hujaenda kule shuleni ukauliza, hivi mwanangu anasoma kwa darasa la 4 anaendeleaje, tabia yake, akili yake, mafanikio yake, hujaja kanisani mtoto wangu anakuja mafundisho anaendeleaje, utagundua vitu vingi. Matokeo yake watoto wataendelea kuharibika, watajificha ficha. Wanapokuwa kijana ameshakuwa mgumu kabisa, na wanasema samaki mkunje angali. Sasa wazazi, tujitahidi kama wadau wa uchungaji kusoma alama za nyakati na haya yanayoendelea, kutoa malezi mazuri kwa watoto, kukaa nao, kuwasikiliza, kujua wanawaza nini, wana mitazamo gani, pale pa kushauri, pa kuelekeza, pa kuonya na kukaribia mikali. Kama mzazi uchukue nafasi yako ili watoto wakue katika maadili, wakue katika nidhamu, lakini pia wakue katika imani thabiti kwa Mungu. Changamoto nyingine ni bado katika jumuiya nyingi
ule upendo uliotegemewa haujafikiwa. Sifu Yesu Kristo. Kuna uregevu kwenye jumuiya, lakini pia kwenye hizo jumuiya hakuna upendo. Sifu Yesu Kristo. Tunashauriwa, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 aya 42 hadi 47, unaona namna gani jumuiya za mwanzo zilivyokuwa zinaishi kwa upendo. Zile jumuiya za mwanzo, kwanza walikaa pamoja kwa kusali nyumba kwa nyumba, walikaa kwa kumega mkate, lakini walishiriki hayo kwa furaha. Kila mmoja kile alichojaliwa akamshirikisha mwenzake. Kama hana chumvi anapeleka mafuta, anapeleka. Kwa hiyo kama kule nyumbani ana mafuta na sukari, hana maharage, akienda pale anagawiwa maharage. Kwa hiyo hakuna aliyepungukiwa. Upendo wa jumuiya za mwanzo. Na lengo la jumuiya ndogo za Kikristo, wapendwa, zinalenga kwamba kile kilichofanywa na jumuiya za mwanzo kama zilizofundishwa na mitume baada tu ya Yesu kumaliza kazi yake, ndicho tunachopaswa kuishi sasa hivi. Sasa inaonekana katika swala la uchungaji, jumuiya nyingi zimekosa hayo. Ule upendo haupo. Ule upendo umepotea. Watu wanaenda jumuiya, wanasali, lakini wapo walionuniana, wapo wasiosalimiana, wapo wasiosemezana, ni viburi, ni kinyongo, ni uhasama, na wakati mwingine kuna wao wanaosali pale kwenye jumuiya walishaekeana maagano kwamba yani usifike kwangu, unisifike kwako, na wala nikifa usifanye nini? Yapo hayapo? Tunakubali tuendelee kubaki katika hayo? Uchungaji, mdau wa uchungaji, fanya wajibu wako. Fanya wajibu wako. Enyi viongozi wa jumuiya, kama wachungaji, chukueni nafasi yenu kuhakikisha haya yanaendelea ambayo yasimpendeza Mungu, haya ambayo hayaakisi jumuiya za mwanzo yanapotea, yanaisha kabisa. Lakini ninyi kama wanajumuiya, muangalie yale ambayo hayaakisi ile jumuiya za mwanzo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kama hayapo, tuombe neema ya Mungu yaishe. Yaishe. Hilo ndio jukumu letu. Kama amewashinda, niapeleke ngazi ya mtaa. Kama ngazi ya mtaa imeshindikana, pelekeni parokiani. Kila mmoja atekeleze wajibu wake, tuhakikishe kwamba hayo ambayo hayaakisi yale ambayo Mungu anayategemea yanaondoka, na hivyo tutasimama imara, na hata yale matunda ambayo tunayategemea tutayapata. Wakati mwingine ni jumuiya, watu wanaenda kusali, jumuiya inakaa 10. Tunaita jina la kwanza, fulani nipo, fulani nipo, fulani hayupo. Fulani nipo, fulani hayupo, fulani hayupo, fulani hayupo. Alafu wanaweza kuita majina, wanatoa michango yao, wanaondoka. Lakini hakuna aliyetoa taarifa kwamba fulani ni mgonjwa, fulani ana udhuru, fulani ana nini. Wala baada ya kutoka kuna aliyeuliza wako wapi. Na wiki inayokuja tena hayupo. Sasa jumuiya za mwanzo walikuwa wanaishi hivyo. Kama jumuiya ambazo zinatakiwa na Kristo, ni lazima anapotokea mtu amesema hayupo, mjue sasa huyu mtu yuko wapi na ni mwanajumuiya mwenzetu. Sasa huo ndio undugu ambao Kristo anautaka. Muulize yuko wapi, jamani, kuna mwenye taarifa za fulani hayupo. Mnapotoka jumuiya, ile jirani yake mwambie ninaendeni, tuma watu wawili nendeni pale kwake, mjue yuko wapi. Je, ameugua, ni mgonjwa au ni nini? Atoe taarifa ili Jumamosi mnapokuja basi waseme kwa kweli fulani hakuwa, alikuwa amepata shida kidogo, ameenda hospitalini. Sasa na ninyi mnapata wasaa wa kumwombea, jamani, fulani hakuwa jumuiya Jumamosi, alikuwa na mgonjwa na hadi sasa ni mgonjwa, tusali sala Maria 10 kumwombea. Na yeye akijua kwamba kuna wanaoniombea kule jumuiya, anafurahi kwamba nipo katika jumuiya ambayo natambua nafasi yangu, wananiombea. Na hata anapokuja jumuiya anakuja kwa furaha. Lakini kama muulizi alafu ameugua, Jumamosi inayokuja hayupo, hamna aliyefuatilia taarifa zake, anapokuja Jumamosi ya 3 anafika tu, hakuna aliyemuuliza ulikuwa wapi, anashangaa fulani yalipa mchango fulani, anaumia. Nasema sasa na jumuiya namna gani? Hawajajali kwamba mimi naumwa, wanajali michango, wanasema na jumuiya siji. Kwa kuna matatizo mengine hapo kwenye jumuiya hayasababishwi na chochote, bali sisi wanajumuiya tunakuwa vyanzo vya matatizo haya. Changamoto hizi tunazoziona katika jumuiya ndogo, tuombe neema ya Mungu tuongoze na itusaidie tuweze kubandukana nayo. Jumuiya hizi ziendelee kuakisi yale ambayo tunayaona katika jumuiya za mwanzo. Lakini zaidi sana basi wapendwa, hata kama mtu ni mregevu kiasi gani,
Anapotumiwa watu wawili leo, nenda kajue fulani kwa nini hajaja. Mnaenda leo mnamwambia tuje kuona jumuiya kuna shida gani. Anatoa sababu hata kama ni za uongo. Mnarizika nazo mnaondoka. Jumamosi inayokuja anatoa sababu nyingine. Hata kama ni za uongo, Jumamosi inayofuata ya tatu atasema wamesiri kuja bwana. Kila siku ngoja niende huko. Hata kuja. Sifu Yesu Kristo. Basi tuendelee kuomba neema ya Mungu ili basi yale tunayotamani yawe mapya katika sinodi yetu ya kwanza, ambayo ndiyo shauku ya Mungu mwenyewe, kwa sababu ndiye mwanzilishi wa haya yote. Amsaidie kila mmoja aweze kufungua mafahamu yake. Pale ambapo hatuenendi vizuri, atuongoze na atusaidie tubadilike. Pale ambapo tunaendelea kufanya juhudi katika mambo mbalimbali, atusaidie na atuongoze tuweze kuyafanya vyema, ili katika yote tumsikilize yeye, tusikilizane na yote yafanyike kuwa mapya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi.